Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu. Tuko somo la kwanza robo hii ya 3. Na wiki tuko tunaangalia Korintho wa kwanza na Korintho wa pili. Yes. Ni kualike na kwenda kuanza siku ya Ijumaa tuweze kupata Mungu. Amen. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee umetuleta tuwe chini ya miguu yako tukijifunza kutoka kwako. Amen. Tunakusihi utujalie usikivu, maswali haya utujibie sawa sana mapenzi yako. Amen. Tunapoyapata na huyo anayefuatilia Baba naye apate sawa sana mapenzi yako. Amen. Anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Sawa, tunamaliza wiki hii ya kwanza kabisa tunapoangalia vitabu vya kwanza sura ya kwanza na pili. Tuko kwenye utangulizi wa wiki hii tunamalizia, kuna maswali hapa tuchokoza. Paulo alishawishika ya kwamba yeye ni mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu. Kwani ilikuwa ni muhimu sana kwake kujitambua hivyo na sisi kujitambua ni nani na wito wetu ni upi? Kwa nini ilikuwa ni muhimu? Ilikuwa ni muhimu kujitambulisha kwake, kujitambulisha kwa hadhira, sio kwa cheo au kazi alionayo, bali kwa kuna kitu alichotendewa na Mungu, ambao anaona huo utambulisho kwake unafaa zaidi na hata itasaidia injili yake. Kwa sababu nitoe tu mfano. Yesu Kristo wakati alipo kwani Yesu anasemana, lakini kwa utambulisho kama mwana wa Adamu. Ile inawapatia audience kuwavuta kusikiliza ana ujumbe gani huyu mwana wa. Kwa hiyo ni muhimu kwa hata kwa wasikilizaji. Muhimu sana kwa wasikilizaji, huyu ni nani? Swala sio kazi unaifanya, swala ni una kitu gani cha ujumbe gani ambao unabeba kutuletea wewe kama mtume uliyetengwa kwa ajili ya injili. Na hakuwa anasikia aibu kujitambulisha hivi. Hakujisikia aibu. Na kingine ni kwamba Paulo kama Paulo ana CV yake, lakini utambulisho huu ilikuwa na nia, ilikuwa na lengo fulani, sio malengo yake. Na lengo lenyewe ni nini? Lengo lenyewe ni kuhubiri injili, Bwana anayeonekana. Vipi nikijitambulisha Enos, mwajiliwa wa South East Tanzania Conference? Wewe ni mtumwa wa hiyo conference. Ndio nahubiri injili. Mimi ni mchungaji wa Adventist wa Sabato. Nimekosea sijakosea? Bado tunasubiria, yani kuna kitu ambacho yani sawa. Basi nenda kwa wahubiria wa Adventist wa Sabato. Yani tayari umeshajifunga. Kwa hiyo yeye alipojitambulisha Yesu kwa mapenzi ya Mungu, aliyetumwa huyo Bwana. Bwana wake ni nani? Alijitambulisha yeye Bwana wake ni zaidi ya taasisi yoyote. Ujumbe umetoka kwa nani? Kwa sababu wewe ni mtumwa. Umetumwa na nani? Ujumbe wako unatokea wapi? Lord. Inabidi niwe mwangalifu ninapojitambulisha. Hapo kwa kweli kuna ndio kwenye swala la pili. Mambo yalikuwa ni magumu. Amejitambulisha vizuri na alianza vizuri. Mnakumbuka alianza vizuri kule Athene. Of course kuna upinzani pia Korinto na changamoto zote, kanisa limeundwa lakini mambo bado ni magumu. Watu wamegawanyika huko ndani ya kanisa leo lihangaikia changamoto nyingi. Paulo kuna wakati alijisikia salimu amri, anyoshe mikono. Kitu gani kilichomfanya azidi apige moyo konde, azidi kupiga kazi? Ile kitabu cha Matendo
18 fungu la 10 na 11 nasema ni maneno kwamba Mungu anampatia ujasiri. Siogope. Mimi na watu wengi. Wewe endelea kuongea. Tunaona fungu la juu yake pale la 9. Crispo kuwa sinagogi. Yeye pamoja na nyumba yake. Mtu mwenye ushawishi anabatizwa. Analiamini lile neno. Ana watu wengi Korinto. Mungu ana watu wengi. Na amemtia nguvu usiogope. Aya tunasoma tu Biblia. Sema mbele za Mungu na mbele ya kamera hii. Mungu ana watu wengi hapa Dar es Salaam huyo. Kuna siku wakati tulipo kazini pale nikashawishiwa kutoa neno la Kiswahili. Kwa mtu mmoja ambaye alikuwa amekata tamaa. Anafikiri Mungu anatuona, anatujali, Mungu anatuona kuongea, tunamsoma sawa. Na mtu ni mtu ambaye anaenda kanisani. Lakini akawa na mashaka, hivi Mungu anatuona. Roho wa Bwana udondoshe tumaini, kaomba nipatie mafungu zaidi na zaidi. Yule mtu akafarijika moyoni mwake. Haleluya. Ukasema kumbe kuna watu hapa wanaweza wakaitikia neno hili la msalaba. Wewe unapokutana na watu pale stendi pale, ukiangalia zile sura zile, Mungu ana watu hapa. Kuna watu pale. Ila inahitaji macho ya imani kutambua kwamba kuna watu wanasikiliza. Hata ukiangalia hata ile kamera, unaona kama kuna watu wanasikiliza hapa. Unaona? Macho ya kawaida huwezi kwa imani. Lakini Bwana akatuambia, yani Bwana ametuhakikishia ana watu wengi. Hapo. Hawa. Na utakuta kwamba hapa kuna watu wengi. Haleluya. Na akamwambia usiogope, niko pamoja nawe. Ile nalo lilikuwa lina nguvu, kama mimi niko na wewe. Sasa unaogopa nini? Aya la mwisho twende kwenye mchanganyiko pale Korinto. Mwingine anazini, mwingine anasema mimi ni wa Paulo, mwingine wengine wapelekana mahakamani fiti na tupu. Nadhani kanisa letu leo au jumuiya yetu ya waumini leo inaathiriwaje na tamaduni zinazowazunguka? Maana haya yote yanayotokea Korinto yanatokea kwa wanao mjini Korinto. Hiyo nayo ipo kwetu. Ipo. Ukiangalia sio kama tumechanganyikana sana, tumeingiliana sana. Lakini ule mwingiliano ni kutokana na kinachopelekea watu toa mifano. Sasa toa mifano. Mimi ngoja niwapatie mfano, maana naona ninyi mnaogopa kulisema kanisa. Unajua kanisa Dar es Salaam limegawanyika. Wakisimama Wakatoliki ni wao, walokole wakisimama ni wao, Wasabato wakisimama ni wao. Hata Korinto hata wetu wa mji anasema kama ninyi wenyewe mmegawanyika, mtasemaje kwamba tunaweza tukaunganika katika Kristo Yesu? Mwili wa Kristo ni vipande. Hivi vinavyotugawa ni nini hasa? Ni tamaduni, mitazamo, mapokeo au ni Kristo kweli anatugawa? Hapana, hizo mapokeo, tamaduni na mitazamo ndio tunatugawa. Mimi nimesema langu, na ninyi semeni mwingine. Vinavyotugawa ni mfano mwingine. Vitu ambavyo vinatugawa. Achana zinaa ipo. Na zinaa pia inagawa kanisa. Yaani zinaa ambayo hata huko duniani haipo, yuko huko ndani. Nataka niambie kwenye kwaya sana. Kwenye mabaraza. Mbona ujetikia au hamna mwana baraza anatetea baraza. Na hebu sikia, tukodolee macho. Unajua Biblia ni kioo, yani tunatakiwa kujiangalia. Hatuwezi kusema ni Korinto tu, na je, na sisi Korinto iko ndani yetu au vipi? Ulikuwa unasema hata kuchukua upande, mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani, mimi ni wa mwinjilisti fulani, mimi simsikilizi. Bado hayo yapo. Kupelekana mahakamani huko imeshatokea karibuni. Wewe au ilikuwa zamani? Ninaamini yako mengi, tunaweza tukatulia vizuri tukaona kwa kweli
tunataka kumrudia Kristo. Maana dawa ilikuwa ni nini? Paulo anasema nimeadhimu nisijue lolote isipokuwa Kristo Yesu, na kwenye barua yake anagongomea hapo hapo, jamani, hivi sivyo mlivyofundishwa. Sasa nawe malizia msumari wako wa mwisho hapa, tunapomaliza somo la kwanza katika mfululizo wa masomo 15 ya robo hii katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na pili. Ndiye Bwana. Yesu ni Bwana. Yaani mimi nimejengwa sana au nimepata nguvu namna ya kudili na mambo yakiwa mengi. Kristo tu. Amina. Yesu tu aliyesulubiwa. Haleluya. Jamani, mimi yote hayo waliosema nayo nimo, lakini hili usiogope. Mimi nimelipokea hilo. Rafiki yangu, tunatamani kusikia na wewe lilokugusa zaidi wiki hii tulipokuwa tunapita pamoja katika somo la kwanza kabisa. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, uliyetupa neno hili wiki hii, tutembeze humo sasa. Katika hekima hiyo sasa. Kuna mmoja hapa ambaye ameiona nuru yako na anataka kuleta tofauti Korinto, nyumbani, kazini, ofisini, achukue ujumbe wa Yesu bila uoga, bila aibu. Maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Mpe nguvu Baba. Roho wako anatosha. Kuna mwingine Baba amekubali kutoenda na upepo unaogawa kanisa, kubakia pamoja na Kristo. Mpe nguvu Bwana. Na ikiwa kama kuna mtu yoyote anajitoa sasa akimpokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mpokee naye, umpe nguvu ya kusonga mbele. Turudishe tena kwa masomo mengine kama haya tunapobaki Korinto. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mimi ni Arnold Lubinza. Enos Makalindile. Geoffrey Omondi. Karibu sana wiki ijayo somo la pili. Dar es Salaam, Temboni.